Ni muhimu sana tena sana kujua na kufahamu kwa undani habari za hizi karama 9. Kwa nini? Kwa sababu hivi ni vyombo vya kiroho. Unajua katika ulimwengu wa kiroho kuna vyombo vya kiroho ambavyo Mungu anatoa kwa ajili ya kulijenga kanisa lake. Na vyombo hivi vya kiroho tusipovijua ni kama vile mtu ana vyombo vyote vya ujenzi, lakini kwa sababu ya kutokuvijua hajui kuvitumia, anashindwa kujenga nyumba. Hivyo pia katika ulimwengu wa kiroho Mungu ametupa vyombo vya ulimwengu wa kiroho ambavyo hivyo vyombo lazima tujue, tuvielewe na tujue kuvitumia. Sababu pia unaweza ukawe na chombo na hujui kukitumia, hicho chombo hakitakusaidia kwa lolote. Lakini ikiwa una chombo na unajua kukitumia, hicho chombo bila shaka kitakusaidia. Na utaona faida ya kuwa na hicho chombo. Kwa nini? Kwa sababu unajua kukitumia. Na vyombo alivyotupa Mungu ndo hizi karama za kiroho. Karama za kiroho 9 na huduma za kiroho 5. Na hivi tumeanza kusoma hizi karama moja hadi nyingine. Leo nafikiri tutaingia kwenye karama ya upambanuzi. Watoto wa Bwana, naomba mnisikilize kwa makini sana. Karama ya upambanuzi ni nini? Karama ya upambanuzi ni moja miongoni mwa karama 9 ambazo Mungu amelipa kanisa. Na karama 9 hizi nafikiri tumezisoma vya kutosha sana katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Subiri nikapafungue hapo haraka. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ya 10 na ngapi? 12. Basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za rohoni sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu basi pana tofauti za karama, bali roho ni yeye yule. Mstari wa 5, tena pana tofauti za huduma na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja upewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo roho yeye yule, na mwingine imani, tumeshaongea hiyo, katika roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika roho yeye yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii. Karama ya unabii tumeshaongea hiyo, na mwingine kupambanua roho. Kwa hiyo leo tunaongea kuhusu karama ya kupambanua roho, karama ya upambanuzi wa kiroho. Hii ni karama gani ambayo imeandikwa katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 12, niko kwenye mstari wake wa 11 wa 10. Na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho. Hii ni karama muhimu sana, haswa katika dunia hii tunayoishi, ulimwengu huu tunamoishi kwa sasa. Karama ya upambanuzi wa kiroho ni karama muhimu sana tena sana kwa kila Mkristo. Kwa sababu gani? Tunaishi wakati mgumu sana ambao magugu yanafanana sana na ngano. Na hivyo basi, ili uweze kupata uwezo wa kuweza kuyatofautisha magugu na ngano, lazima uwe na karama hii. Na hii karama hii ni karama kubwa, tena karama muhimu sana. Usipokuwa na hii karama, unaweza ukakae kanisani na unamwabudu shetani bila wewe kujua kama unamwabudu shetani. Sababu tu ni moja, huna hii karama ya upambanuzi wa kiroho. Ndugu zangu, tunaishi wakati mbaya sana sana tena sana, ambao ibilisi anajipenyeza na kuingia katika kanisa kwa njia ya neno. Ibilisi haji kanisani tofauti ya Biblia. Yaani shetani anaingia kanisani na akiwa na hii Biblia, na anajaribu kuitafsiri hii Biblia ili kuleta uelewa mwingine tofauti na ule tulioachiwa na mitume na manabii. Sasa nini anachokifanya shetani? Anageuza tafsiri ya maandiko, lakini hageuzi mahali pakubwa, anageuza kidogo kidogo, na ile kidogo kidogo anayogeuza kila siku inazaa mauti. Tatizo ya neno ni hii, ukigeuza kidogo tu unageuza lote. Tatizo ya neno ni kwamba ukiharibu kidogo unaharibu yote. Kwa hiyo shetani anajua mbinu nzuri zaidi ni kuliharibu neno, ili wanadamu wasikilize neno ambalo sio,
na wakisikiliza neno ambalo sio, basi watajitenga na Mungu, kwa sababu mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu yanalala kwenye neno. Mungu ana mahusiano na mwanadamu kupitia neno. Mungu hamheshimu mwanadamu kwa sababu tu ni mwanadamu. Lakini Mungu anamheshimu mwanadamu zaidi pale anapokuwa na neno lake. Kwa hiyo katika lugha nyingine, Mungu anaheshimu neno lake ndani yako. Unanipata vizuri hapa? Kwa hiyo Mungu anapoheshimu neno lake yeye Mungu ndani yako, hilo neno usipolichunga, usipolitii, usipolihifadhi, usipoliishi, usipoliheshimu, Mungu hata kuheshimu pia, kwa sababu anachokiheshimu yeye ni neno lake ndani yako. Sasa nini anafanya shetani? Anakuja kuharibu hilo neno, sababu anajua mbinu za mbinguni ya kwamba akiharibu neno, wewe na Mungu uhusiano unaisha. Nini sasa kitakusaidia kujua hii ni kweli, huu ni uongo? Ni hii karama ya upambanuzi. Sababu hii ndo karama pekee ambayo itakupa uwezo wa kutambua kweli na uongo, uwezo wa kutambua motivation ya kitu fulani ambacho kiko ndani ya mtu, uwezo wa kutambua wazo mbaya. Kwa sababu pia nataka muelewe hivi, shetani anapoanzisha vita kwa mwanadamu, hata vianzisha tu kupitia mtu mwingine. Listen to this very carefully. Ibilisi hataanzisha vita kwako tu kupitia mtu mwingine. Shetani anaweza akaanzishe vita kwako kupitia kwako wewe, kwa kukuvuvia wazo ambalo si sahihi. Sababu ibilisi daima ana hiyo mbinu ya utendaji kazi. Yaani anakuja, anafika mahali, anakuvuvia wazo ambalo si sahihi. Ila kwa kuona kwa nje unaweza ukafikiri ni wazo nzuri, wazo la kidini, wazo njema, lakini ambalo liko kinyume ya neno la Mungu. Kwa hiyo shetani ana uwezo wa kukuvuvia wazo ambalo ni wazo lake, ila ukilitazama kwa nje unafikiri huenda ni wazo nzuri, kumbe ni wazo la shetani. Lengo lake kubwa ni kukupotosha kupitia wazo hilo. Sasa nini ambacho kitakusaidia uwe na uwezo wa kutambua hili ni wazo la shetani, hili ni wazo la Mungu? Ni hii karama ya upambanuzi. Nini ambacho kitakusaidia unasikia mtu ananena kwa lugha na unajua hizi ni lugha za Mungu, hizi ni lugha za shetani? Ni hii karama ya upambanuzi. Nini ambacho kitakusaidia unasikiliza mtu anahubiri, unasema huyu anahubiri kwa kutafuta fedha, huyu anahubiri kwa majivuno, huyu anahubiri kwa kujigamba, huyu anahubiri mahubiri ya kweli na mtumishi wa Mungu? Ni hii karama ya upambanuzi. Nini ambacho kitakusaidia ukae na mtu hivi na umsikilize na utambue huyu mtu ametumwa na shetani? Ni hii karama ya upambanuzi wa kiroho. Kwa hiyo ni karama kubwa sana ambayo inatusaidia kujua kuzipambanua roho. Ndio maana maandiko yakasema msiamini kila roho, sababu kuna roho zingine zinatokana na shetani. So utajuaje hii roho imetokana na shetani? Utajuaje hili kanisa liko chini ya uongozi wa shetani? Utajuaje huyu mtu hatokani na Mungu? Ni kupitia karama ya upambanuzi wa roho. Kwa hiyo karama ya upambanuzi wa roho ni nini? Ni uwezo wa kiroho wa kutambua kweli na uongo, hasa kutambua chanzo na chimbuko ya jambo fulani. Hili jambo limekuza, chanzo chake ni kipi? Kusudi na lengo la jambo fulani. Hili jambo limetendeka, lengo lake ni lipi? Kusudi lake ni lipi? Kwa hiyo upambanuzi wa kiroho ni hiyo karama ya kiungu ambayo inakusaidia kuwa na huo uwezo wa kutambua kitu, kutambua ukweli na uongo. Inakupa uwezo wa kujua chimbuko ya hili ni chimbuko la kishetani, au lengo la hili ni lengo la majivuno, au lengo la, yani ule uwezo wa kukufanya utambue huyu ni mtu wa magomvi, huyu ndani yake amepagawa na pepo wa magomvi. Kwa sababu nimeona hilo kwa watumishi wengi wa Mungu. Siku hizi watu wanafikiri kuhubiri ujumbe au kuhubiri neno ni kukorofishana na watu, ni kugombana na watu. Ndio njia pekee ambayo inasaidia mtu kuwa maarufu. Kwa hiyo nisipokorogana na kugombana na kuonyesha nje nina vita na mtu fulani, sitakuwa maarufu. Na watu pia wanataka kusikiliza mambo kama hayo, waone fulani anamjibu fulani mambo makali mazito, watu wako haraka kuyasikiliza. Jamani, shida sio kupigana na watu, lakini shida ni kupigana na roho chafu zilizo ndani ya watu. Ila kuna kitu nataka mnielewe pia hapa, kwamba kuna ngazi za upambanuzi. Kuna upambanuzi wa asilia, upambanuzi ule ambao kila mtu ana huo uwezo wa kupambanua kitu, kukijua kama ni cha kweli au la, kulingana na uzoefu wake, kulingana na maisha yake, kulingana na hekima ya kibinadamu,
au kwa ujuzi alio nao. Mungu ametuumba hivyo, kila mtu kwa mujibu wa ujuzi wake, kwa mujibu wa elimu aliyopata, uzoefu wa maisha, ana uwezo wa kujua hii ni nzuri, hii ni mbaya. Hiyo ni upambanuzi wa kiasilia, upambanuzi wa kimaumbile, kwamba kila mtu aliyeumbwa na Mungu ana huo uwezo pia wa kutambua hilo, wa kujua hii ni nzuri, wa kujua hii ni mbaya, wa kujua hii si sahihi. Wala hiyo haiombi uwe Mkristo uwe mpagani, hapana. Kwa kile ambacho umejizoezea katika maisha yako, una uwezo huo. Huo unaitwa upambanuzi wa kiasili. Sasa mimi ninachoongea sio huo upambanuzi wa kawaida, sio huo upambanuzi wa kiasilia, sio huo upambanuzi wa kimazoea, sio huo upambanuzi kulingana na ulivyoelewa. Hapana. Karama ya upambanuzi ni nguvu za kiungu, ni uweza wa Mungu, ni kipawa cha Roho ambacho kinakuja ndani yako na kinakusaidia bila tashwishi, bila mashaka, bila hofu kujua hii ni kweli, hii ni uongo, na kinakupa imani thabiti sana kwa kuamini kile ambacho umekiona. Huu uelewa wa kiungu unakuwezesha kuelewa hata motivation ya kitu fulani na kujua chimbuko ya jambo fulani. Sababu kuna wahubiri wengi ambao wanahubiri tu kutafuta hela, kuna wengine wanahubiri tu kutafuta wajulikane. Kwa hiyo mtu anaweza akawe hata na wazo zuri na ukajua hili ni wazo la kimungu au hili ni wazo la shetani. Nataka niwachukulie mfano mzuri sana ambao uko katika kitabu cha Mathayo 16 kuanza mstari wa 15 hadi 17. Hapa Yesu anaita wanafunzi wake, anawauliza, watu wanasema mimi mwana wa Adamu kuwa ni nani? Nafikiri tunafahamu sote hii historia, au niisome pia. Kitabu cha Mathayo sura ya 16, kuanza mstari wake wa 15. Mathayo 16 mstari wake wa 15. Naanza nasoma. Akawaambia niko kwenye Marko mimi. Niende kwenye Mathayo kumbazi. Mathayo 16 na mstari wake wa 15. Naanza kusoma. Akawaambia, hapa pia ni akawaambia. Marko pia 16:15 pia imeanza akawaambia. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Huyu ni Yesu akaambia wanafunzi wake, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Nataka niwaonyeshe umuhimu wa karama ya upambanuzi ambao una uwezo wa kupambanua shetani na ibilisi. Na shetani anaweza akapitie mtu yule ambaye amepitiwa na Mungu na akapitiwe na shetani pia. Ndio maana niliwaeleza tangu mwanzo ya kwamba shetani anaweza akakuvuvie wazo mbaya na ukafikiri kama vile ni nzuri. Ndio maana inabidi kuwe na uwezo tosha. Hii karama ndio umuhimu wake wa kutambua ili wazo limetokana na shetani na ili wazo limetokana na Mungu. Hapa Yesu yuko na wanafunzi wake. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Yesu anaambia wanafunzi wake, mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sikiliza alichoongea Yesu. Yesu akapambanua jibu la Simoni Petro. Simoni Petro alijibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akapambanua lile jibu. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bar-Yona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo aliyemfunulia Simoni Petro, Simoni Bar-Yona, hilo jibu la kujua Yesu Kristo ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ni Mungu ndiye aliyemfunulia. Sasa naomba sasa uangalie, Yesu ana uwezo wa kutambua ya kwamba Petro amewekwa ndani yake wazo nzuri na Mungu ili amtambue Yesu Kristo kuwa ni nani. Huyo Petro sasa kwenye kitabu hicho cha Mathayo, kwenye sura hiyo ya 16 yani hapo toka tu, si tumetoka hapa sasa hivi kusoma mstari wake wa 15 uende mpaka 17. Hiyo 16 enda 21. Hiyo Mathayo sura hiyo ya 16 mstari tu wa 21. Petro yule anapitiwa na shetani. Naona hapo Yesu akawa na uwezo mkubwa sana wa kutambua huyu sasa ni shetani, sio Mungu tena. Nasoma 16
21. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea. Petro alikuwa jasiri, yani anakemea mpaka Yesu. Akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Akageuka Yesu huyo akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. My bro. Unaona umuhimu wa karama ya upambanuzi wa kiroho. Kwenye sura hiyo hiyo ya 16 Mungu amempitia Petro, na kwenye sura hiyo hiyo ya 16 Shetani amempitia Petro. Petro yule yule ambaye ni mtumishi wa Mungu, na ni kama vile haijapita dakika nyingi, hazijapita masaa mengi, hapa mbele tu ni Mungu alimpitia, baadaye kidogo Shetani anampitia. Kwa hiyo tunapaswa kufahamu na kuelewa ya kwamba mwanadamu mmoja anaweza akapitiwe na Mungu, na huyo huyo tena akapitiwe na Shetani. Mfano wa Petro kabisa, huu ni mfano dhahiri sana ambao upo wazi. Petro yule yule, kipenzi wa Yesu, rafiki wa Yesu, kwenye Mathayo 16:15 hadi 17 amepitiwa na Mungu. Lakini tena Petro huyo huyo, mwanafunzi wa Yesu, kipenzi wa Yesu, kwenye Mathayo hiyo hiyo sura hiyo hiyo ya 16 kuanza mstari wa 21 hadi 23 amepitiwa na Shetani. Yesu sasa, kwa sababu yeye ni Mungu na ana hiyo karama ya upambanuzi wa kiroho, akatambua kwamba huyu sasa anayempitia Petro hapa ni Shetani, sio Mungu tena. Now just imagine kama Yesu asingekuwa na karama ya upambanuzi wa kiroho, si angeendelea tu kubaki anaona ya kwamba Petro amepitiwa na Mungu? Kumbe ni Shetani amempitia Petro. Ndio umuhimu wa karama ya upambanuzi wa kiroho. Niwape mfano mwingine mzuri sana ambao ni mfano wa Matendo ya Mitume 16 kwanza mstari wake wa 16 hadi 18. Matendo ya Mitume 16 hadi 18. Huyu binti alikuwa anasifia Paulo. Huyu binti alikuwa anaongea, hawa ni watumishi wa Mungu, wametumwa ili waje kuwaonya. Yaani kwa maneno aliyokuwa anaongea kwa nje, alikuwa anaongea maneno mazuri ambayo hayakukuwa maneno mabaya. Ilibidi karama ya neno la hekima kupitia Paulo ili ajue ya kwamba huyu binti anaongea kwa pepo wa utambuzi. Kwa hiyo kuna pepo wa utambuzi ambaye pia ana uwezo wa kutambua watu wa Mungu. Sasa imagine kama Paulo asingekuwa na karama ya upambanuzi wa kiroho, ingekuwaje? Sababu alikuwa anaongea maneno ya kweli. Hebu tupasome kwanza Matendo ya Mitume 16. Matendo ya Mitume 16, naanza mstari wake wa 16 hadi 18. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, mwenye kuwahubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Nasikia maneno aliyokuwa anayaongea huyu binti, na hakufanya hiyo mara moja au mara mbili. Na narudilia tena, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia wa bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa, sikia kelele zake, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Kumbe anaongea haya kwa nguvu ya mapepo ya uaguzi. Kwa hiyo kuna pepo la uaguzi ambalo linaongea kweli. Sababu anaongea hapa si kweli? Si Petro na ndugu za mitume wengine ni watumishi wa Mungu na wanawahubiria njia ya wokovu, si kweli? Imagine kama wewe ungekuwa Petro
Si ungesema huyu ni Roho wa Mungu anazungumza? Ungesema Mungu anatutambua kabisa. Kwanza ungejipiga kifua unasema unaona huko Mungu anatujua. Mungu ametuma mpaka karama zake zinatujua. Sisi tunajua Bwana, Mungu anatufahamu. Kumbe huyu binti alikuwa anaongea kwa pepo wa uaguzi. Ilibidi nini? Ilibidi karama ya upambanuzi wa kiroho. Ndio Petro akamkemea, wewe pepo ondoka, na yule pepo akaondoka. Hii ndio shida ya watu wengi katika makanisa. Wamo makanisani ila wanaabudu mapepo bila wao kujua, kwa sababu wana pepo ya utambuzi ambayo inawahubiria kweli. Pepo wa utambuzi anaweza akahubiri kweli. Huyu unaona huyu ni pepo wa utambuzi anahubiri kweli, lakini ni shetani, ni pepo mbaya ndani ya huyu binti. Kwa hiyo inaomba mpaka uwe mtu wa karama ya upambanuzi ili uwe na uwezo wa kutambua. Sababu hii hata ukipima kwenye neno hii haiwezi ikapite. Uwezo ukajue. You must have the Holy Spirit. Lazima uwe na karama ya upambanuzi. Sababu anachokiongea huyu mtu ni kweli. Anasema ya kwamba hawa ni watumishi wa Mungu, wanawahubiri njia ya wokovu. Ni kweli Petro ni mtumishi wa Mungu. Ni kweli Petro anahubiri njia ya wokovu. Kwa hiyo ukichukua yale maneno uyapime kwenye neno, utakuta anaongea kweli. Kwa hiyo bila wewe kuwa na roho na karama ya upambanuzi, utakuja kuamuru kwamba huyo mtu ni roho wa Mungu. Kumbe sio roho wa Mungu, ni roho wa shetani. Na ndivyo ilivyo hivyo, shetani anahubiri sana kwenye makanisa mengi, na huenda anahubiri kweli. Unaona hapo anahubiri kweli ambayo anakwenda kuipotosha kule mbele baadaye. Kwa hiyo mapepo pia yanajua kweli, na mapepo yanajua watumishi wa Mungu wa kweli. Ndio maana hili pepo lilimjua Paulo na wenzake. Sasa ili utambue huyu ni pepo, lazima uwe na karama ya upambanuzi. Ndio maana Paulo aliweza kuipambanua na kuikemea na kuifukuza ndani ya yule binti, na yule pepo akaondoka, na yule binti akawa mzima. Unaona umuhimu wa karama ya upambanuzi? Kwa hiyo wengi sasa walio katika makanisa mengi ambayo ni makanisa ya kishetani wanakosa hii karama, na wanaendelea kuabudu. Wanakuambia sisi tunasoma Biblia, si vesi hiyo hiyo mchungaji wetu anaisoma. Anaweza akasome vesi hiyo hiyo, Biblia hiyo hiyo, lakini ana pepo wachafu, ana roho mbaya. Unaona? Yani that is totally possible. Na ndio maana ni muhimu sana kwa kila Mkristo kuwa na hii karama ya upambanuzi wa kiroho. Asanteni sana. Hiyo ndiyo karama ya upambanuzi wa kiroho. Bwana awabariki. Nataka kujiandaa kwa ajili ya kwenda ibadani. Leo tunaga ibada la maombi kila siku ya leo, kila Wednesday hapa kwetu nyumbani ni ibada la maombi, na hivi nataka aenda kwenye ibada la maombi. Sisi tunafanyaje ibada letu la maombi? Ibada letu la maombi tunaingia watu wote ni kwenye magoti, hakuna mtu wa kuombea wima. Sisi tunaingia tunaanguka wote kwenye magoti. Wale wamama ambao magoti yanauma, wana matatizo ya kiafya, wale ndio wanaweza wakakai chini kabisa kwenye mlago chini, sio chini kwenye kiti. Wale wanakaa chini, wanakuwa wanaombea wakiwa chini. Lakini wengine wote ambao wana afya nzuri ni kwenye magoti, na baada ya muda mchache tunaimba nyimbo 2 au 3. Baada ya hizo nyimbo tunasikia neno dakika kama 30. Baada ya neno tena tunarudi sote kwenye magoti, tunaendelea kuomba hadi pale tutakapofunga ibada letu la maombi. Kwa hiyo kila Wednesday kanisa mzima hapa nyumbani kwetu ni ibada la maombi. Bwana wabariki sana. Tuonane kunako majaliwa. Asante. Kwaheri.